Baada ya safari ndefu iliyojaa vikwazo, hatimaye walifika kwenye sehemu ya ajabu. Hapo mbele yao kulikuwa na kisima kikubwa kilichozungukwa na ukungu mzito. Ukungu huo ulikuwa kama pazia linalofasiria dunia. Kisima kilikuwa kimya kwa sekunde chache, kisha ghafla kikaanza kunguruma kwa sauti nzito isiyo ya kawaida. Dunia ilionekana kutikisika kidogo, kisha sauti ya kisima ikasikika, nzito na ya kutisha lakini pia ya hekima. Mimi ni mwanzo wa uhai, lakini mimi ni adui wa mchoyo. Nipe kinachoweza kugusa moyo. Karibu kwenye simulizi hii ya kusisimua. Kabla hatujaingia kwenye safari hii ya ajabu, usisahau kusubscribe, kulike na kuandika comment yako chini. Je, unaamini kweli kwamba umoja na hekima vinaweza kuokoa hata wakati wa hatari kubwa zaidi? Sasa twende pamoja kwenye hadithi ya siri ya kisima cha ajabu, umoja wa sungura na kobe. Katika mwitu wa kichaka kikuu, kulikuwa na kimya kisichokuwa cha kawaida. Hali ya hewa ilikuwa imebadilika vibaya sana. Jua lilikuwa kali kupita kawaida, ardhi ilikuwa imepasuka kama ngozi ya mzee aliyepitia maisha marefu ya mateso. Mito iliyokuwa inatoa uhai kwa wanyama wote ilikuwa imekauka kabisa, na mabwawa yote yalikuwa yamegeuka tope lililokufa. Wanyama walitembea kwa huzuni, macho yao yakiwa na kivuli cha kukata tamaa. Hakukuwa na nyimbo za ndege tena wala vicheko vya nyani kwenye miti. Hata upepo ulikuwa unavuma kwa uchovu, kama vile nao pia ulikuwa umekata tamaa ya kuendelea. Katikati ya hali hii ya maumivu, tetesi zilianza kusambaa kwa sauti za chini chini. Fisi na paa walionekana wakijificha kwenye kivuli cha miamba wakizungumza kwa tahadhari kubwa. Walizungumza kuhusu kitu kilichoitwa kisima cha mababu. Walisema kuwa kisima hicho kilikuwa cha ajabu, kisichokauka hata katika ukame kama huu. Lakini pia walionya kuwa kisima hicho kilikuwa kimejificha mahali pasiri sana, na hakuna mnyama aliyewahi kurudi akiwa hai baada ya kukitafuta. Wengine walisema kisima hicho hakikuwa cha maji tu, bali kilikuwa na akili, kilizungumza na kilihitaji kitu cha thamani zaidi ya nguvu au ujanja. Kilihitaji moyo safi. Habari hizi zilipofika masikioni mwa sungura, moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu. Sungura alikuwa mnyama mwenye akili nyingi na ujanja mwingi, lakini pia alikuwa na tamaa ya kutaka kujulikana. Alitaka kuwa shujaa wa mwitu, yule atakayekumbukwa milele. Alijua kwamba ukame huu ulikuwa nafasi yake ya kufanya jambo kubwa. Lakini pia alijua jambo moja la kushangaza ambalo wengi hawakulijua. Kisima hicho kilionekana kuzungumza lugha ya kale, lugha ambayo wanyama wengi hawakuelewa. Hata wale waliodhani kuwa werevu walishindwa kukitambua kisima hicho kilichokuwa na mafumbo. Lakini sungura alikumbuka jambo moja. Kulikuwa na kobe, mnyama aliyeonekana wa polepole, asiye na haraka, lakini mwenye hekima ya ajabu. Wanyama wengi walimdharau kobe kwa sababu ya mwendo wake wa taratibu, lakini sungura alijua ukweli tofauti. Kobe alikuwa anaelewa lugha za zamani, lugha za dunia ya zamani, na pengine ndiye pekee angeweza kuelewa siri ya kisima hicho. Bila kupoteza muda, sungura aliamua kumtafuta kobe. Alimkuta akiwa chini ya kivuli cha mti mkubwa, akitafakari kimya kimya kana kwamba dunia yote ilikuwa ndani ya mawazo yake. Sungura alimkaribia kwa haraka na kusema kwa msisimko, "Kobe, mwitu wote uko katika hatari. Kuna kisima cha ajabu kinachosemekana kinaweza kutuokoa, lakini kinazungumza lugha ya kale ambayo hakuna anayeelewa. Nimekuja kwako kwa sababu najua wewe unaweza kusaidia." Kobe alinyanyua kichwa chake taratibu, macho yake yakiwa na utulivu wa kina. Hakukimbilia kujibu. Badala yake alikaa kimya kwa muda, kisha akasema kwa sauti ya polepole lakini yenye uzito, "Sungura, ujanja bila hekima ni kama mbio bila njia. Unaweza kukimbia haraka, lakini usipokuwa na mwelekeo utapotea. Kama kweli tunakwenda kwenye kisima hicho, basi lazima tuwe tayari kwa zaidi ya nguvu na haraka." Sungura, ingawa alikuwa na haraka ya kuanza safari, alikubali kwa shingo upande. Hatimaye walikubaliana kwenda pamoja. Safari yao ilianza siku ile ile, chini ya jua kali lililokuwa likiwachoma migongo yao. Mwanzoni, sungura alikuwa na nguvu na matumaini makubwa, akiamini kwamba muda si mrefu angekuwa shujaa wa mwitu. Lakini kobe alikuwa kimya, akitembea kwa utulivu, akichunguza kila hatua. Njiani walikumbana na vikwazo vingi. Mara ya kwanza walifika kwenye njia panda ya ajabu iliyokuwa imejaa miiba mikali. Miiba hiyo ilionekana kama vile inawapima, iking'aa chini ya jua kana kwamba ina uhai wake yenyewe. Sungura alikasirika na kusema, "Hii ni kupoteza muda, napita hapa haraka kabla hatujachelewa." Lakini kabla hajachukua hatua, kobe alimzuia kwa sauti ya utulivu, "Subiri, kila njia ina maana yake. Miiba hii haipo kutuumiza tu, bali kutufundisha subira." Kobe alichunguza kwa makini, akagundua njia ndogo iliyofichwa nyuma ya miiba hiyo.
Kwa uangalifu mkubwa aliwaongoza kupitia njia hiyo salama. Sungura alishangaa lakini hakusema chochote. Baada ya muda, walifika sehemu nyingine iliyokuwa na sauti za ajabu. Sauti hizo zilikuwa kama minongono ya roho zisizoonekana zikijaribu kuwakatisha tamaa. Sungura alianza kutetemeka. Hatuwezi kufika huko. Tunarudi, hii ni laana. Lakini kobe alisimama imara na kusema, usikubali hofu ikuongoze. Sauti hizi ni mitihani ya moyo. Zimekuja kujaribu imani yetu. Polepole kwa kuongozwa na sauti ya kobe, walipita eneo hilo bila kujeruhiwa. Kila hatua ilimfundisha sungura jambo jipya. Kuwa nguvu bila hekima ni dhaifu, na haraka bila subira ni hatari. Baada ya safari ndefu iliyojaa vikwazo, hatimaye walifika kwenye sehemu ya ajabu. Hapo mbele yao kulikuwa na kisima kikubwa kilichozungukwa na ukungu mzito. Ukungu huo ulikuwa kama pazia linalofasiria dunia. Kisima kilikuwa kimya kwa sekunde chache, kisha ghafla kikaanza kunguruma kwa sauti nzito isiyo ya kawaida. Dunia ilionekana kutikisika kidogo, kisha sauti ya kisima ikasikika, nzito na ya kutisha lakini pia ya hekima. Mimi ni mwanzo wa uhai, lakini mimi ni adui wa mchoyo. Nipe kinachoweza kugusa moyo, nami nitawapa kinachoweza kuponya mwitu. Sungura alishtuka. Alifikiria mara moja kwamba lazima watoe kitu cha thamani kubwa, labda chakula, labda kitu cha kipekee. Alianza kutoa mapendekezo ya haraka, lakini kila alichopendekeza kilionekana kutokidhi fumbo hilo. Kobe alibaki kimya kwa muda mrefu, akitafakari. Kisha macho yake yakang'aa kana kwamba amepata jibu la siri kubwa. Akamgeukia sungura na kusema, hiki kisima hakitaki vitu vya thamani ya macho. Kinataka thamani ya moyo. Tumeletewa pamoja ili tujifunze jambo moja. Umoja wetu ndio ufunguo. Sungura alishangaa. Umoja? Kobe alitikisa kichwa. Ndio. Tunachopaswa kutoa si dhahabu, si chakula, bali sadaka ya umoja. Kitu kidogo tulichobeba, tone la maji la mwisho tulilokuwa nalo. Sungura alisita, lakini alipotazama macho ya Kobe, alielewa kwamba hii haikuwa safari ya ujanja, bali ya ukweli. Polepole alikubali. Walichukua tone hilo la maji la mwisho, wakaligawana kati yao, kisha kwa pamoja wakalitoa mbele ya kisima kama ishara ya umoja wao. Kimya kilitanda kwa muda, kisha ghafla kisima kikaanza kung'aa kwa mwanga mkali. Ukungu ulitoweka na sauti ya kisima ikabadilika kuwa ya upole. Mmekubali somo la kweli. Uhai hutiririka pale ambapo mioyo huungana. Ghafla maji safi yakaanza kufurika kutoka kisimani. Yalitiririka kwa nguvu na kuanza kusafiri kama mto kuelekea katikati ya mwitu. Ardhi iliyokuwa imekufa ikaanza kubadilika. Nyasi zikaanza kuchipua, miti ikaanza kupata uhai tena, na upepo ukarudi ukiwa na uhai mpya. Wanyama wote walipata habari. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, mwitu ulijaa sauti za furaha. Ndege walirudi, nyani waliruka kwenye miti, na wanyama wote walikusanyika kusherehekea muujiza huo. Sungura alisimama kimya akitazama maji yakitiririka. Alihisi kitu kipya moyoni mwake. Hakikuwa tu furaha ya ushindi, bali uelewa wa kina. Akamgeukia Kobe na kusema kwa unyenyekevu, ningalipotea bila wewe. Nilidhani ujanja wangu unatosha, lakini leo nimejifunza kwamba hekima na subira ni nguvu ya kweli. Kobe alitabasamu kwa utulivu wake wa kawaida. Na mimi nimejifunza kwamba hata wale wenye haraka wana nafasi yao, mradi tuwaelekezwe na hekima. Tangu siku hiyo, Sungura na Kobe wakawa mfano wa umoja usioweza kuvunjika. Mwitu wa kichaka kikuu ukarejea kwenye uhai wake wa zamani, lakini wenye hekima mpya uliotokana na tukio hilo. Na hivyo, hadithi ya siri ya kisima cha ajabu ikawa somo kwa vizazi vyote vya wanyama, kwamba nguvu ya kweli si ujanja pekee, wala si polepole pekee, bali ni umoja unaoongozwa na hekima. Na kama umefurahia hadithi hii, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment chini. Wewe ungekuwa sungura, ungekubali kujifunza kutoka kwa Kobe mapema kiasi gani?